Mtazamaji wa PMTV, karibu katika PMTV update za michezo na Juma Idi Bangla kwa hisani kubwa kabisa ya PMBet ndio natulia nao hapa. Mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Liverpool Sadio Mane amefichua kuwa alikuwa na ofa ya kujiunga na Manchester United kabla ya kuhamia klabu ya Liverpool kwa sababu hakushawishika na uhakika wa kocha Louis van Gaal kwa kumpa muda wa kucheza ndani ya kikosi hicho cha mashetani wekundu. Mane alijiunga na wekundu wa Anfield kwa paundi milioni 30 ambazo ni sawa na zaidi ya shilingi bilioni 90 za Kitanzania mwaka 2016, na alicheza mechi 269 akifunga mabao 120. Wakati yupo katika klabu hiyo, majogoo wa jiji aliunda combination nzuri kabisa na wachezaji kama Mohamed Salah na Roberto Firmino mpaka ukaitwa utatu mtakatifu kabla ya kwenda Bayern Munich mwaka 2022. Kabla ya kuhamia klabu ya Liverpool, hata hivyo, kulikuwa na hamu kubwa ya huduma yake kutoka United, lakini uhamisho haukufanyika. Akizungumzia hali hiyo, Mane amefichua kuwa kulikuwa na mawasiliano kutoka United, lakini akachagua kutohamia Old Trafford kwa sababu ya kocha Louis van Gaal. Nikinukuu, Mane anasema, Manchester United walinipigia simu wakati huo, nilikuwa nikizungumza na Van Gaal. Wayne Rooney alikuwepo na Angel Di Maria alikuwepo na Memphis Depay alikuwepo. Alikuwa akisema hivyo Mane. Mane alisema kwamba alimueleza Mholanzi huyo Louis van Gaal moja kwa moja na akaambiwa kwamba atapata muda wa kucheza ndani ya kikosi cha United kama angeweza kujidhibitisha kwenda Old Trafford. Lakini hiyo haikutosha kumshawishi winga huyo wa timu ya taifa ya Senegal, na baada ya muda mfupi baada yake alitimkia kwa majogoo wa jiji Liverpool. Van Gaal alinipigia simu na kusema, namnukuu tena Mane, Mane, vipi? Unafanya nini? Nataka uje Manchester United. Nikasema, kweli? Akasema ndiyo. Nikasema sawa, sasa nazungumza na wakala wangu. Van Gaal kajibu, sawa, tutaona kilicho bora kwa sababu najua wewe ni mchezaji mzuri na unaweza kuisaidia timu na tunaweza kukusaidia pia kuwa mchezaji bora. Mane aliendelea kusema, nikimnukuu tena, nilisema sawa, kwa sasa hivyo swali langu, una mchezaji kama Depay, una Rooney, una Di Maria, una Van Persie, kwa hiyo nitacheza wapi? Hilo lilikuwa swali langu kwa sababu mimi nataka kucheza. Van Gaal alimjibu Mane, najua kipaji chako, wewe ni mzuri, lakini ukifanya mazoezi mazuri, hisia nzuri, utacheza. Lakini tuna mchezaji mwingine ambaye ni mzuri. Sikuwa na hakika kuhusu maelezo yake, Mane alijibu. Nilizungumza na kocha, lakini aliniambia kwamba nitacheza kama niko vizuri, lakini wakati huo mimi sikuwa tayari, nilikuwa mchanga bado. Nilihitaji mtu wa kunisaidia zaidi na mwaka mmoja au miwili zaidi kuwa kile ninachotaka kuwa. Nilikuwa bado klabu ya Southampton, sikuwa thabiti kabisa. Na kisha tukasema sawa, tutaona. Lakini Mane amefichua kwamba uzito wa kikosi cha United juu ya wachezaji kama Wayne Rooney, wakina Memphis Depay, Robin Van Persie, alichungulia akaona kabisa akienda United hatopata namba ndani ya dakika 90 za mchezo. Akaamua kuelekea Liverpool, kule akaenda kutengeneza utatu wa mtakatifu Mohamed Salah, lakini pia kuna Roberto Firmino, na yeye Mane wakawa tishio kwa ufungaji wa mabao ndani ya kikosi hicho ambacho mwaka 2020 kiliweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza, ambapo safu ilikuwa ikiundwa na Sadio Mane, Roberto Firmino pamoja na Mohamed Salah kabla ya kutimkia klabu ya Bayern Munich, ambapo amekwenda kucheza kule, lakini sasa hivi akichezea kule katika klabu ya Al Nassr ya nchini Saudi Arabia. Hizo ni update za michezo na Juma Idi Bangla kwa hisani kubwa ya PMBet. Mastori makubwa kabisa ya kimichezo utapata hapa kwa udhamini wa PMBet. Simulizi kama hizi, lakini pia zile update. Sasa jiunge kupitia pmbet.co.tz, lakini kumbuka kuna magari
pamoja na fedha, Toyota IST pamoja na Toyota Harrier. Usichelewe, changamkia nafasi hiyo. Mpaka time nyingine, bye bye. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.